Dr. Nsiande Urassa ni mwanzilishi lakini na ni mtendaji mkuu wa taasisi inaitwa Alliance for Global Goals Foundation. Taasisi ambayo kimsingi inajaribu kuona ni kwa jinsi gani inaweza kutatua changamoto zile ambazo zimeorodheshwa na Umoja wa Mataifa, changamoto 17 lakini na zile 20 ambazo zimeorodheshwa na Umoja wa Afrika ifikapo 2063. Mimi nimeweza kuja leo wiki ya asasi za kiraia CSO Week, Civil Society Organization Week, ambayo imefanyika hapa Arusha. Nimeweza kushiriki nikiwa kama mtendaji mkuu, nimeweza kufanya mashirikiano na taasisi mbalimbali, lakini kimsingi ni kuona ni kwa jinsi gani na sisi kama taasisi tunaweza kuwa na mchango wa kutoa, kwani asasi hizi kimsingi kazi yake ni kuchangia kuona kwamba sisi asasi hizi zinawezaje kuchangia kiuchumi, kijamii, lakini pia na kimazingira kwenye maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tumekuja hapa kufanya mashirikiano haya, kufanya mazungumzo, kuona ni tumefikia wapi kuanzia asasi hizi zianze kwa pamoja, lakini pia na kuzungumzia changamoto, kuona mashirikiano baina yetu wenyewe, lakini pia na mashirikiano ya asasi hizi na serikali, na kuona ni wapi tunaweza kusonga mbele na kuona mchango wetu sisi kama asasi zinawezaje kusonga mbele kufikia ajenda 2050 ya serikali. Tumeona kwamba tumeweza kushiriki katika kutoa mawazo yetu kwenye Vision 2050 ambayo ndio mlengo wa serikali, lakini serikali pia imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye asasi hizi, wamechukua kutoa mashirikiano mazuri sana, na sisi mpaka hapa tumeweza kufika hapa sisi kama asasi na kuweza kusherehekea na kushiriki kwenye hii siku ya asasi za kiraia CSO Week. Kimsingi asasi hii ambayo mimi naiwakilisha imeona kwamba kwa uzuri foundation hii haijaanza juu kwenda chini, imeanza kimsingi kwa kutatua changamoto ambazo ziko kwenye jamii. Kwa hiyo tumeanza kwenda kwenye jamii, tunasikiliza, tunajichanganya na jamii, tunatatua changamoto zilizopo, tunakaa na wenyewe. Kwa hiyo changamoto nyingi ambazo zimeletwa zimetoka kwa jamii wenyewe. Kwa hiyo tunajaribu kuleta ule mfumo wa zamani ambapo kila mtu alikuwa anashiriki katika kutatua jamii ambayo changamoto ambazo ziko kwenye jamii ambazo walimo. Kwa hiyo masuala ya kutafuta grants na misaada kwa watu wa nje haikuwa lengo letu sisi kama asasi hii. Sisi tuna approach yetu iko tofauti kidogo, tunajaribu kutumia donors ambao wako ndani, wananchi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo mpaka hapa tulipofika hatujawahi kupata msaada kutoka asasi zingine za nje, ni wadau mbalimbali, watu binafsi, marafiki, makampuni, asasi zilizoko huku ndani ya nchi, na tumeweza kufanya mambo makubwa. Tumeweza kuchangia kwenye mashule, tumeweza kuchangia kwenye kutoa computers kwenye taasisi mbalimbali, tumeweza kusaidia wagonjwa, tumeweza kupeleka watoto ambao hawana msaada kwenye shule, na mmoja ninafahamu mwezi wa 5 ameweza kumaliza form 6, na tunaona tutaendelea naye mpaka aweze kwenda chuo kikuu. Tumefanya mambo mengi ya msingi ya kuangalia mabadiliko ya tabia nchi. Tumeweza kugawa miti takriban 2000, tunatarajia kutoa miti mingine kama 10,000. Tumeweza kutoa miti mingine 2000 kwenye taasisi mbalimbali. Tunashirikiana na vijana na wanawake kwa sababu tunaona tunaingia sasa kuona kwenye yale makundi ambayo ya watu wasiojiweza, wenye ulemavu tofauti, pia nao tuna mchango mkubwa. Tunafanya mashirikiano na taasisi inaitwa Step by Step ambayo inashughulika na watoto wenye utandio wa ubongo. Tumeweza kuchangia na kushirikiana nao kujenga shule ya vijana hao Step by Step ambayo iko kule Njiro. Kwa hiyo tunafanya mambo mengi kidogo kidogo, lakini tuna hakika kwamba tunagusa jamii moja kwa moja kwa kuanzia chini, na yale masuala madogo ambayo tunataka kutoka kwenye ile dhana ya kwamba sisi hatuwezi tunategemea misaada. Sisi wenyewe, mimi nimekuwa kwenye mazingira ya kwamba lazima kila mtu atoke kutatua tatizo la jamii. Kwa hiyo kila nyumba inakuwa inatoa mtu mmoja kwenda kutatua changamoto iliyoko kwenye jamii. Nafikiri inafika mahali
Inabidi sasa sisi kama jamii ya Kitanzania turudi kule ambako tulikokuwa, ambako tulikuwa tuna jadi hiyo, ili tuweze kuwa na ownership na kuona kwamba hatutegemei watu wengine. Kuna vitu vingine tunaweza tukavifanya sisi wenyewe, lakini tunakimbilia kwenda kuomba misaada. Nafikiri ifike mahali sasa tuanze kurudi kwenye zile tabia zetu za nyuma.